Mlishapona kutoka kule, mnatoka kushida kukifo, ili mnataka kupona banduku yenu kwa lezi. Sawa? Hapa tuko FARDC. Kani mnaona masura hapa, tunaona FARDC. Hakuna vya grave, tunawapokea karibu kwetu. Tutaenda kuonana na wakubwa ya FARDC, atawapokea. Mwenye ataona kama anapenda afanye tu kazi ya jeshi atafanya. Karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Jean-Pierre Emmanuel Kaluya, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu za siku ya leo tutazungumzia kuhusu vita ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huko maeneo ya Mikenge na Kakenge na huko maeneo ya Minembwe. Pia tutazungumzia kuhusu drone ambayo iliweza kuanguka pale maeneo ya Goma na kuweza kuharibu vitu vingi vya raia pamoja na baadhi ya raia ambao walikwenda kupoteza maisha pale maeneo ya Goma. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Bila kuponda muda, tuanze na habari za pale maeneo ya Minembwe ambapo kwa sasa hali sio sawa. Kila leo hali ya usalama mdogo endelea kuripotiwa huko maeneo ya Minembwe, ambapo habari tulizokuwa nazo kwa sasa baada tu ya drone mbili ambazo zisizokuwa na rubani zilizoshushwa hiyo juzi, hiyo jana kulikuwa na milio ya risasi ambayo iliweza kusikika majira ya asubuhi kati ya waasi wa M23 Twirwaneho Android Red Tabara kipigana na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Lakini kutokana tu na hali hiyo ambayo inaendelea kupelekea hali ya wasiwasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku jeshi la Kongo likiendelea kujidai dhidi ya waasi wa M23, lakini jambo hilo ambalo linaendelea kuleta woga katika wakaazi wa maeneo hayo. Lakini habari tulizokuwa nazo za sasa kutoka kwa msemaji wa FARDC Luteni Rigen alitaja kuwa hali kwa sasa inaendelea kuimarishwa na wanajeshi wa Kongo, huku wakiendelea kufanya hima ili kumiliki sehemu mbalimbali katika eneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna habari ambazo zilisemekana kuwa kitaja kuwa kila leo wanaendelea kujiripoti wakati risasi zinaendelea kurindima maeneo hayo. Kila leo waasi wa M23 Twirwaneho Red Tabara Android wanaendelea kujiripoti kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo wanayopitia maeneo hayo. Hali ngumu inawapelekea wengi wao wakija wakiwa katika hali ya kuzofika, na huko wakitaja kuwa hawapati chakula pamoja na dawa. Licha hiyo, ndio maana na malengo ambayo inasababisha wao kuweza kujisalimisha mbele ya jeshi la Kongo. Lakini katika habari zetu tulizozikusanya, wanajeshi wa Kongo wanapoona wanapata nafasi ya kuhudumia na kuwashukuru ili kuwarejesha katika maisha ya kawaida. Kuna baadhi ya viongozi wao pamoja na vijana waliokamatwa mateka na wengi wao waliojiripoti huko maeneo ya Mikenge, na kuomba uweze kushuhudia namna gani walivyopokelewa na hutuba ilikuwa namna gani wakati walikuwa wakiwahamasisha, pia wakihimiza wengine ili kuungana mkono na kujali swala hilo ili kuweza kurejea katika maisha ya kawaida, kuachana na kupigania au adui, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mbinu nyingi ambazo imeanza kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlishapona kutoka kule, mnatoka kushida kukifo, ili mnataka kupona banduku yenu kwa lezi. Sawa? Hapa tuko FARDC. Kani mnaona masura hapa, tunaona FARDC. Hakuna vya grave, tunawapokea karibu kwetu. Tutaenda kuonana na wakubwa ya FARDC, atawapokea. Mwenye ataona kama anapenda afanye tu kazi ya jeshi atafanya. Mwenye atapenda ende kijijini, sawa, mzee alishakomala, anaenda kwake, anaenda pumzika mfamilia. Ete mkwea leo. Sawa? Nadhani mlishaongea na nishawapatia habari.
wasikuwa na asubuhi na sai ya moya kula ngali makala na safari ngali mbele huku baridi iko mingi kwa mteremuke kule chini kwenye kuva jua na mtapata namna kukula sawa. Walikuya mbele walishakuwa bana nitumia mafoto hapo, walishakuwa matenisi vile walishakuwa lezi msikie na wasiwasi kwenu. Nasikilizana okay. Labda ni hakuna rezo, kama rezo ingekuwa nifanya contact na wanabakia kule okay. Wafate bakuye kule ni mateso na mateso. Kazi ya jeshi naomba mtu anafanya na volonte yake. Mimi napenda niende nikumbania nchi yangu. Natoka huko. Raporo ya commerçant banakutana naye munjia alipita kamata silaha. Mtoto ya masomo pita hapa kamata silaha. Haiko vizuri. Sawa? Ndio hapa. Courage, félicitations parce que kuamua kusema tutoke tutembee usiku tufike hivi kujitoa. Wengine wanaogopa, wanawasikia pale uno watatuua, Barundi hivyo na wadanganya kule Barundi watabaua hivi. Hapa hakuna vya Barundi, ni FARDC na tunawapokea. Wenye batakuya wanafuata tutawapokea. Sawa? Okay. Matumaini yangu kwamba umeweza kunufaika kabisa na umeshuhudia kile ambacho kilichozungumziwa katika hali ya kukuletea habari zetu za siku ya leo. Nini hasa ambayo inaweza kuwa chanzo cha migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, hususan huko maeneo ya Minembwe, Mikenge pamoja na huko maeneo ya Pwenzero? Lakini hapa wakiendelea kugusia kuwa kunaendelea na kuviziwa kwa drone ambazo zinakuja kila leo, ambazo zinajaribu kufanya iliwezekanalo kuvizia ngome la wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila mafanikio. Lakini katika habari zetu ambazo tulizozikusanya tulipata kujua nini hasa ambayo inaweza kuwa tatizo maeneo hayo ambayo inasababisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasipate nafasi ya kumiliki kule maeneo ya Minembwe. Lakini habari ambazo tulizozikusanya zisemekana kuwa kuna tatizo kubwa sana, kwa sababu raia wanaopatikana maeneo hayo wote ni waasi, wote wanashirikiana na adui, na hii ni mojawapo ambayo inaweza kuwa ni kipingamizi pia tatizo kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wanapoingia sehemu hawatambui raia na askari. Baada ya risasi kuwa nyingi, wanajeshi wengi hujigeuza kuwa wa raia, lakini wao wakiwa na wanajeshi na pia wakivizia wanajeshi muda wote ule, na mahali ambapo wanajeshi wanapokamata inalazimika kuishi kwa pamoja, kwa kuhimizana pia kwa kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe ambao ulitolewa na kamanda wa kijeshi wa operesheni ya Sokola ya pili akitaja kuwa lazima vijana waweze kuwa makini na kuwa kimasomaso kutoshirikiana na adui, kwa sababu adui ana njia nyingi ambazo anazozitumia, lakini ni vema kufuata mkondo wa sheria, kuungana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa vita vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikianza kuwa kama vita vya ukabila, wakati waasi wakidai kuwa uongozi mbaya wa Kinshasa ndio malengo ya wao kuanzisha mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuangusha utawala wa Tshisekedi, jambo ambalo kwa sasa limekuwa tatizo na limekuwa mwiba kwa wale maadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya huko Minembwe, Mikenge, Kakenge na Pwenzero, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na wazalendo ndio ambayo inaendelea kumiliki maeneo hayo, wakiomba ushirikiano wa raia ili kuhakikisha kuwa wameondoa adui maeneo hayo. Na mvua kali ambayo inaendelea kunyesha katika jiji la Baraka, Uvira na maeneo mbalimbali ikiendelea kuleta madhara katika barabara nambari 5, hapa tukitaja kutoka Uvira hadi Misisi. Wakaaji wanapopitia maeneo hayo wanapita kwa shida, pamoja na waendesha pikipiki, wachuruzi pamoja na madereva wa malori, wakianza kulalama kwa serikali ili kuingilia kati ili kuanza kurekebisha barabara hiyo nambari 5 ambayo ni nguzo kwa familia kwa wapita njia kutoka Uvira
hadi Baraka hadi Misisi, jambo ambalo linaendelea kupelekea gari nyingi zikiwa zinabaki barabarani muda wa siku 7 wakati wakishtumu ubovu wa barabara. Raia wanaopita maeneo hayo waomba serikali kuingilia kati ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huku Uvira, baba mmoja aliweza kuvisiwa kwa kupigwa risasi akiwa ni mvunja pesa, raia wakianza kulalama na kuomba serikali kuingilia kati ili kuanzisha doria na visa vinavyoendelea maeneo hayo kuhakikisha vimetokomezwa na wanaoendesha vitendo hivyo waweze kuhukumiwa kulingana na sheria. Mvunja pesa huyo ambaye aliweza kuuawa alikuwa akitoka kazini kwake pale maeneo ya Kasenga, ambapo alitandikwa risasi na watu wasiojulikana. Lakini serikali ya Uvira, kutokana na habari zetu tulizozipata, itaja kuwa imeanzisha uchunguzi ili kubaini vita walioendesha kitendo hicho wakamatwe na wahukumiwe kulingana na sheria. Matamshi yake meya wa jiji makamu Kifara Kapenda Kiki, ambaye alipata nafasi ya kuzungumza na kutaja kwamba vita hivyo ni vya kuweza kulaani, vya kuweza kutokomezwa. Na pia katika habari hizi ambazo tulizokusanya hapa Baraka, habari za viungo vya uchi vimeweza kupigwa marufuku na kutaja kuwa habari hizo zilizokuwa zikizagaa ikiwa ni habari za uongo. Tulipata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa shirika la kiraia maeneo ya Baraka, alitaja kuwa visa hivyo ambavyo vilikuwa vikitajwa ni uongo, kamwe havina hata msingi, na kuomba raia kuwa makini na kujilinda na kauli hizo ambazo zilizoonekana maeneo hayo, hasa baada ya kufanya vitendo vya kujilipishia kisasi na watu wawili kuweza kupoteza maisha. Wakaaji wa Baraka watakiwa kuishi kwa amani na vitongoji vyake. Azungumza hivyo kiongozi wa shirika la kiraia ukanda wa kusini katika tarafa la Fizi. Tuingie huko maeneo ya Goma, tuzungumze kuhusu drone ambayo iliweza kuanguka huko maeneo ya Goma, ilisababisha maafa pamoja na vitu kuweza kuharibu. Hii drone ikiwa imetajwa baada ya kuanguka, waasi wakitaja kuwa ni drone ya FARDC ambayo iliweza kuanguka maeneo hayo, lakini serikali bado kuhakikisha ikiwa drone hiyo ni FARDC. Drone hiyo ambayo iliyoshambulia maeneo hayo wakitaja kuwa ni drone ya FARDC ambayo ilitandika maeneo hayo. Raia wa Goma wakiwa katika hali ya wasiwasi kupitia na drone ambazo zinazunguka mara kwa mara maeneo hayo, wakiomba serikali kuingilia kati ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwa channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata.